Na mtazamaji, ni siku ya 23 ya mwezi Aprili mwaka 2026. Natumai ubuheri wa afya popote unapoungana nami kwa taarifa hizi za yanayojiri. Yapo mengi tuliyokuandalia yanayoibuka na kugonga vichwa vya habari. Karibu, jina langu ni Hadia Mwasiwa. Naam, tuanze na taarifa hii ambapo waathiriwa wa ukiukaji wa haki za binadamu, familia zao na wanaharakati wametoa taarifa kuhusu mwongozo wa fidia uliopendekezwa na Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu humu nchini, wakipendekeza kuwa fidia hizo zitozwe ushuru, na pia wanataka tarehe 25 Juni itangazwe kuwa sikukuu ya kitaifa kwa kumbukumbu za wahanga wa maandamano ya mwaka 2028 na 25. Aguturoza anaarifu. Zaidi ya manusura 50 wa ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na familia zao wanataka kuongezwa kwa angalau siku 90 zaidi ili kuhakikisha mchakato wa fidia unakuwa wazi. Miongoni mwa madai yao makuu ni uwajibikaji wa serikali, haki na fidia ya haki. Mfumo wa fidia uliopendekezwa na wanaharakati hao unajumuisha shilingi milioni 5 kwa kupoteza maisha, huku Tume ya Kutetea Haki za Binadamu ikipendekeza shilingi milioni 3 pamoja na gharama za matibabu na mazishi. Wanaharakati hao vilevile wamependekeza shilingi milioni 4 kwa manusura wa ukatili wa jinsia, sawa na iliyopendekezwa na Tume ya Kutetea Haki za Binadamu. Wanaharakati hao wamependekeza shilingi milioni 5 kwa familia za wale waliopotea na hawajapatikana baada ya mwaka mmoja. Haya yanajiri huku Tume ya Haki za Binadamu haikuwa imejumuisha fidia ya fedha katika kipengele hiki, bali ilipendekeza msamaha wa umma, msaada wa kisaikolojia na uchunguzi. Pendekezo lingine ni shilingi milioni 3 kwa waliopotezwa, wakiwemo waliorejea baadaye, huku Tume ya Kutetea Haki za Binadamu ikipendekeza shilingi milioni 2 pamoja na msaada wa kisaikolojia. Vilevile wanaharakati wao wamependekeza shilingi milioni 3 kwa waliokatwa viungo na wenye ulemavu wa kudumu pamoja na matibabu kamili. Tume ya Kutetea Haki za Binadamu ilipendekeza shilingi milioni 1 na gharama za matibabu, msamaha wa umma, msaada wa kisaikolojia na manufaa ya ulemavu kwa majeraha makubwa ya kimwili. Wanaharakati wamependekeza shilingi 250 kwa kukamatwa na kuzuiliwa kimakosa, huku Tume ya Kutetea Haki za Binadamu ikipendekeza shilingi 200 pamoja na msamaha wa umma. Walisisitiza kuwa fidia hizo hazipaswi kutozwa ushuru na hazipaswi kuchukua nafasi ya jukumu la serikali kugharamia kikamilifu matibabu ya waathiriwa. If you look at the statement, it gives different categories, and we've also gone further to break even some of those categories that were in the initial guidelines, and we've broken them further and we've given each category an amount. Ili kuwakumbuka waliopoteza maisha, wanataka tarehe 25 Juni itangazwe kuwa sikukuu ya kitaifa na pia kujengwa kwa mnara wa kumbukumbu wa kitaifa. As victims, families and defenders of human rights, we remind Kenyans that preparation are not charity. They are a right grounded in justice, dignity and accountability. Kwa wengi wa waathiriwa na familia zao, haki imecheleweshwa kwa muda mrefu kiasi cha kuhisi kama imekataliwa. Sasa wanasisitiza kuwa taifa lina wajibu wa kuchukua hatua ya haki ya uwajibikaji na heshima kwa kuhakikisha fidia ya kweli, msamaha na kumbukumbu ya kudumu kwa waliopoteza maisha. Aguturoza, KTN. Na kwingineko, Tume ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC